Praise the Lord. Good morning viewer. Habari ya asubuhi. Natarajia kwamba umekuwa salama katika jina la Yesu. Thank you to the Lord ambaye ametulinda usiku tulipolala. He's faithful and everlasting. This morning we again come together to share the word of God, to share the meat of life ama the bread of life. Naye Mungu atakuwa pamoja nasi. Ni kwa sababu ni mapenzi yake tukaweze hata kuwa pamoja na kushiriki neno hili ambalo ametayarisha katika moyo wangu. Siku ya leo nakaribisha kila moja, walio mbali, walio karibu, wakaje tukaweza kusherehekea Kristu Jumapili ya leo na Sabato ya siku ya leo. Ni kwa sababu Bwana ni mwaminifu. Natarajia mpendo ya kwamba umekuwa na wiki njema, naye Mungu amekuwa pamoja nawe. Tunapoingia mwezi huu wa 11 ambao tunatarajia ni mwezi utakuwa na baraka na Mungu atakuwa pamoja nasi. Ningetaka tushiriki neno asubuhi, na kabla hayo ningetaka nifungue kwa maombi, alafu kisha tutaanza pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru na kuinua Bwana kwa sababu ya Jumapili ya siku ya leo. Ni kwa sababu umekuwa pamoja nasi wiki nzima Bwana. Tumeona mkono wako wa rehema, tumekuona ukiwa upande wetu Jehova. Ni nani kama wewe? Tunakusujudu asubuhi ya leo, tunakuinua asubuhi ya leo, tunatangaza hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni El Shaddai, wewe ni Mekadishi Kena, wewe ni the great I am, wewe ni Elohim, the great the creator of heaven and earth. Without you there's no other thing that was created. Wewe ulicreate Baba kila kitu kwa sababu ya hekima Yesu Kristo, na kwa sababu ya hekima yako Bwana utukuzwe asubuhi ya leo. Napoingia katika hali ya neno Bwana, naomba kaniongoze. Roho wa Bwana chukua Baba ushukani asubuhi ya leo. Tuashika mamlaka ya anga asubuhi ya leo, yakaachilie hata utajiri watu wako Bwana, yakaachilie watu wako wakaweze kusikia sauti yako, ukaweze kuwaletea uponyaji katika jina la Yesu. Watakaposikia neno hili wakafunguliwe, kama vile maandiko inasema ya kwamba ulikuja tukapate uhai na tukaupate teletele katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus we pray and trust. Amen. Mpendwa, leo ningetaka tushiriki kuhusu mambo ya mentorship. Na mambo ya mentorship ama mambo ya kushauriwa, kwa sababu mentorship na kizungu ni kusema ushauri. Mtu ambaye anapokea ushauri na mtu ambaye anapeana ushauri. Hii ni mambo ambayo inaelekea iko katika dunia hii yetu, na mtu wakati mmoja lazima utahitaji mtu aweze kukuelekeza katika mambo fulani. Na mentorship ni kusema kwamba mtu ukae chini ya mtu fulani kwa muda fulani, upate ushauri ambao utakuwa na instructions, uwe na ufahamu na uwe pia na hekima. Na hii ni kitu inafanyika kwa mtu yote ambaye anataka kukua successful katika maisha. Na mentorship, nikifanya introduction, ni kitu ambayo ilianza katika hata mababu zetu, lakini watu hawakujua ni mentorship. Ni kwa sababu utaelewa ya kwamba watu mlipokuwa dogo ama familia za kitambo, za siku hizi si sana, ulikuwa unapata ya kwamba kijana angefundishwa na baba yake marisho, na msichana angefundishwa na kuwa marishoni, kutunga mbuzi, angefundishwa wakati wa kuleta mbuzi jioni, na wakati wowote na mambo fulani ambayo ilikuwa ina pertain to men. Nao wanawake wangefundishwa mambo ambayo ndio inahusu ya kike, pengine vile jinsi ya kufanya kazi za nyumbani na kazi ya kujilinda kama mwanamke na kazi ya zozote ambazo zilikuwa ni za wanawake. This was a form of mentorship. Na jambo lingine pia kuna hali ambayo inaitwa apprenticeship. Apprenticeship ni unakaa chini ya mtu anakufundisha mambo, ile kazi anafanya. Kama anatengeneza mwavuli, unakaa chini yake, unajua kutengeneza mwavuli, unajua kufanya mambo yote. Na vitu kama blacksmith ama kufanya kazi ya chuma, ilikuwa inahitaji ufanye kitu ilikuwa inaitwa apprenticeship. Na apprenticeship ni pia kama mentorship, lakini apprenticeship ni practical, ya kwamba utakaa chini mtu ambaye anasuka nywele, uone vile anazisuka, na kisha baadaye utaweza kuzisuka. Hii ilikuwa ni apprenticeship. Lakini siku zetu pia kuna mentorship ambayo inafanywa
katika hali ya kuimpact some knowledge, katika hali ya kuimpact some skills to people, how you live, how you can bring the best out of yourself, na hilo tunaita mentorship. Na mentorship tailenga sana ikiwa inalenga katika hali ya imani ya Ukristo, ili tukaweze kuelewa kabisa mahali tulipo, kwa sababu Mungu ameniita nikiwa mtumishi ambaye anahubiri mambo ya Kristo, na ningetaka kusema nahubiri nikihubiria watu wote, lakini nikilenga mlengo wa watu ambao wameokoka ama ambao wako katika imani ya Ukristo. Kwa hivyo nikihubiri haya mambo nitaquote some verses na nitasoma kulingana na maandiko, lakini nitakuwa nikilenga hali ya kuwa chini ya mashauri. So kwa hivyo ushauri ni unakaa chini ya mtu kwa miaka fulani, miezi fulani, muda fulani, na unapata mafunzo ya kuweza kukusaidia. Na jambo moja ningetaka kusema ya kwamba katika maandiko kulikuwa na watu wengi sana ambao walifanya kitu ambayo ilikuwa mentorship, ilikuwa inaitwa mentorship. Na ungeuliza pengine tofauti ya mentorship na wanafunzi ama discipleship, unapata kwamba mentorship ilikuwa sana sana inahusika na mtu mwenyewe a bring out ile kitu ambayo ilikuwa ndani yake, hata kama hata impact kwa wengine sana, lakini yeye mwenyewe alete nje ile kitu ambayo iko ndani yake. Kuna watu ambao wana potential kubwa katika ulimwengu wa roho, lakini hii potential haikui tapped katika maisha yao. So hii mentorship huwa inaleta kitu, inakufungua that dormant situation in yourself. Maybe pengine kuna kitu unaweza fanya kikubwa katika maisha haya wewe mwenyewe, ujisaidie na familia yako ama usaidie pia watu wengine. Lakini discipleship huwa inalenga ati ya kwamba siku moja utaenda kusaidia wengine, kama Yesu vile aliambia wanafunzi wake katika Mathayo 24 mstari wa 16:7 na hapo 8, inasema ya kwamba Yesu akasema ya kwamba akawaambia, nguvu na mamlaka ziko juu yangu, na mimi nimewatuma muone mkafanya watu wanafunzi kwa kuwabatiza, kuwafundisha. So kwa hivyo hii ilikuwa ni Yesu katika huduma yake ya kuhubiri alichanganya discipleship na mentorship. Lakini sasa leo asubuhi nitawafundisha mentor ni mtu kama mgani utaangalia akuwe mentor katika maisha yako. Na jambo la kwanza, wewe ndio utafute mtu mentor, lazima kabla nifike hapo niseme ya kwamba katika maisha haya kuna mtu ambaye anaitwa Paul na kuna mtu ambaye anaitwa Timotheo. Hivyo ni kusema namna gani? Kuna mtu katika maisha haya yeye atakuwa ni wa kuinstructiwa. Maana mnaweza kukutana watu wawili, na mkutana watu wawili, mmoja akuwe ni Timotheo na mwingine ni Paul. Hivyo ni kusema namna gani? Huyu ambaye ni Paul ako na ujuzi kukuliko wewe. Huyu ambaye ni Paul unapata ya kwamba anatumika na Mungu na njia kubwa. Kwa hivyo atakuwa Paul na wewe automatically utakuwa Timothy. Hivyo ndio kuna badilikana, unapata ya kwamba mtu ambaye ni Paul ndiye atakuwa na ushauri wa kukuambia, ako na kitu kukuambia. Na ni shida sana, na nifurahishwa na mtumishi mmoja ambaye aliniambia, tukiongea naye akaniambia ya kwamba katika hii maisha haya ukweli kuna Paul na kuna Timothy, which is very true. Na nikusema ya kwamba at one time wewe utakuwa Paul na at another time utakuwa Timothy, depending on the experience of your life. Na experience, spiritual experience, life experience. Kuna vile mnaweza kaa chini na mtu ukimtazama uone hata haufai kutoa neno mbele yake, yeye ndio tu ataongea na umsikilize. Na ole wako kama utakuwa ukiargue na mtu ambaye ni Paul na wewe ni Timothy, ni kwa sababu ushauri ambao unafaa kuupata kupitia kwa huyu ambaye ni Mungu amemtayarisha akiwa Paul. Na nikiongea hivi mnajua vile namaanisha kuhusu Paul. Ni ati kuhusu Paul ndiye alimenta Timothy. Na kuna Timothy siku argue na information ya nini ya huyu mentor wake. So kwa hivyo in life the mentor becomes Paul and the mentee ambaye anashauriwa anakuwa Timothy. So you have to understand that at one time you need to humble yourself and be Timothy, kwa sababu uko chini ya mtu kama Paul ambaye Mungu amemtayarisha juu yako. Ni kwa sababu katika haya maisha kuna mtu Mungu atatayarisha juu yako, na tunatanga spiritual fathers, watu ambao ni baba wa kiroho. Hawa wanaingia katika category ya mentorship. Hata mhubiri wako uko naye, hata kama anakufanya mwanafunzi,
lakini jambo ambalo ni la maana Mungu anamsaidia juu ya maisha yako ni kukumenta. Ni kwa sababu anakuchukua kama haujui kuomba, anakuchukua kama haujui hata mwelekeo wa maisha, anakumenta pengine ukiwa youth, anakumenta katika hii maisha na unakuwa mtu ambaye amesimama. Lakini sasa hivi ndio unafaa kuwa to listen to those who you are under them. So kwa hivyo what are the characteristic of a mentor? Unatafuta mentor ambaye yuko namna gani? Kitu cha kwanza, lazima huyo mentor ako experienced na spiritual na ako na fear of the Lord. Utaenda tu kwa mentor yote kwa sababu unasikia anafanya kitu tangu exploit. Have kuangalia the background of the mentor. Ni kwa sababu katika mentorship kuna kitu tangu impartation. And you get that in the impartation, you get to absorb some of the knowledge, some of the even physical behavior, ama behaviors za huyu mentor. Ujue kuna vitu utashare when you sit under the anointing, ama when you sit under the mentorship of someone, utaanza ku absorb. Nakumbuka nikiwa shuleni, there was an English teacher who was so good when we were in primary school, and I would get myself atinaongea, jaribu kuongea kama yeye. There's that impartation, and I feel she's najaribu kukua kama yeye, because at one point utakapofundishwa under anointing, kwa sababu sasa naongea kuhusu mentorship ya kiroho, utapata ya kwamba utaanza kufanya mambo ambaye anafanya na huyu mentor wako. So ole wako kama umechagua mentor ambaye spiritually ni mtu akona questionable character, ama ni mtu ambaye hata kama yes atakusimamisha, lakini kuna vitu ambavyo utagawa. Kama huyu mentor wako ni mtu ambaye akona usherati, utaanza kukuwa na hizo mbegu za usherati, na at one point utaanza kufanya vile yeye anafanya. So kwa hivyo mentor, lazima uko kwa mentor ambaye akona ujuzi wa maisha, ni mtu ambaye ametengenezwa na Mungu, ni mtu ambaye finished product, ni a vessel, kama vile Mungu aliyesema ya kwamba ati huyu Paul ni a vessel, chosen vessel ambayo nitaitumia. Lazima ukue chini ya mtu ambaye ako chosen. Na one thing nataka kuambia kwamba our God is faithful, kwa sababu kimsikiliza vizuri, he will lead you to where your mentor is. Kwa sababu ole wako kama utaona tu haya macho uende kwa mentor ambaye hajatayarishwa na Mungu, what will happen is that you will fall under the hand of the wolves. Utaenda kwa watu ambao wanataka kumentiwa, lakini mtu anataka kukumenta for their own benefits. Pengine anataka, kuna vitu ameona ndani yako na atakwambia Bwana amesema niwe na wewe muda fulani, lakini it is not God has spoken. Mungu ameongea katika maandiko akikataa mambo fulani, anasema si mimi niliyotuma hawa manabii, si mimi niliyo hata toa ushauri. So kwa hivyo lazima ukae chini ya mtu ambaye ako experienced. Na nitaje maandiko niseme ya kwamba mtu kama Samueli alikuwa ni mtu ambaye katika maisha yake alikuwa inexperienced. Unakumbuka Samueli alipelekwa katika nyumba ya Bwana wakati ule ambaye hakuwa yeye hata anajua kusikiliza Mungu, alikuwa ni mtoto mdogo, na maandiko yanasema kwamba mama yake Hana alipoona Samueli ameanza kukula chakula, ndio alimpeleka katika hekalu ya Bwana ili kutimiza yale ama ile nadhiri alikuwa amefanya na Mungu ya kwamba ukinipatia mtoto wa male child nitampeleka katika nyumba yako. So Samueli alipelekwa mahali pale. Tunaona ya kwamba Samueli alikuwa ni mdogo na Samueli hakuwa amejua hata mambo ya Mungu, na maandiko inasema ya kwamba katika siku hizo sauti ya Mungu ilikuwa ni nadra. Kwa hivyo Samueli alihitaji mentorship kutoka kwa mtu ambaye alikuwa anaitwa Eli. Na Eli alikuwa ni kuhani ambaye alifanya ukuhani katika nyumba ya Bwana pale kulikuwa kunaitwa Shilo, na pale Shilo ndio tunamuona Samueli akiwa mentored na Eli. Na one of the things tunaona ya kwamba Eli alimfundisha Samueli kumsikiliza Mungu. So your mentor anakaa na kuonesha vile you can be able to bring out yourself, ile kitu ambayo iko ndani yako ikaweza kukusaidia na hata kusaidia wengine. Kwa hivyo Samueli alikuwa amezaliwa akiwa nabii, lakini yeye hakujua ya kwamba yeye ni nabii. Hakujua ya kwamba ukiwa nabii unafaa kufanya namna gani. Na ndipo aliitwa na Mungu mara 3 katika kitabu cha 1 Samuel from chapter 1 pale kienda kuisha. Akaitwa na Mungu Samueli, na alipoitwa na Mungu maandiko inasema ya kwamba aliitwa mara 3 na mara 2 na hata kujua ni Mungu. Lakini mara ya 3 mentor wake akamfundisha, akamwambia ukiitwa sema niko hapa Bwana, kwa maana maandiko inasema naye Eli akajua ni Mungu alikuwa anamuita kijana Samueli. So kwa hivyo kama Eli hangekuwepo,
kuna uwezekano ya kwamba Samueli hangeweza kusikia sauti ya Bwana na hangeweza kuwa nabii katika Israeli na hangeweza kufika katika hatima yake. So kwa hivyo katika maisha haya mpendwa, utahitaji mtu ambaye ni wa Mungu, na wale wanatua wamepitia mambo haya wanajua vile anasema ya kwamba ukikuwa chini ya mtu hata utaanza flow under the same anointing. Na nimeona ya kwamba even through life experience ya kwamba kuna watu kwa sababu walikaa katika chini ya mafuta fulani wanaanza kupata ile kitu inaitwa impartation. When you sit under a mentor, unaanza kupata impartation, unapata wisdom, unapata hata knowledge na unapata ufahamu wa maisha haya. Mtu mwingine ambaye tunapata alikuwa amepokea maushauri kama haya ama akakaa katika mentorship, ule muda alikaa chini yake, ni mtu ambaye anaitwa Elisha. Elisha aliitwa na mtu ambaye alikuwa experienced, mtu ambaye ni Elijah, ambaye alikuwa amejua kumnena na Mungu, alikuwa amejua hata kufanya mikutano na Mungu. Unajua kuna siku huyu mtumishi wa Mungu Elijah alinena na Mungu akamwambia nataka tuongee, na Mungu akafanya mkutano, wakakutana mahali. Na maandiko inasema ya kwamba huyu Elijah alikuwa na anointing kubwa sana, na kuna siku moja alipoitisha mvua, maandiko inasema roho wa Mungu alimshika akamkimbiza mbio mpaka akapita ile farasi ya mfalme Ahab. Na hivi ni kusema ya kwamba he was full of anointing, na hii anointing ilikuja ikashuka juu ya Elisha, na walikaa na Elisha. Na alipoitwa Elisha hakupingana na yeye, he never argued. And the Bible says ali request tu moja, wacha nikaambie watu wetu kwa heri. Na maandiko inasema ya kwamba alipopewa ruhusa ya kwenda kusema kwa heri kwa watu wake alienda kule na akaweza hata kuchinja wale ng'ombe alikuwa nao. Alikuwa ni fama mkubwa sana, na maandiko inasema ya kwamba nazo zile mbao ambazo zilikuwa ni nila, the yokes, akazitumia kuzikatakata na kupika zile nyama. Alifanya hivyo kwa nini? Ili asikuwe na kumbukumbu ya mambo yanamvurudisha nyuma. Kama wewe utakuwa mentee mzuri ama mtu ambaye atakuwa mentored, lazima ukasahau mambo ambayo umeyapitia, lazima ukasahau udhaifu wako, ukasahau uzuri wa hata kama nini matajiri, hata kama umepitia katika unadhani umesoma sana hata university na uko na diplomas, degrees, PhD na nini, lazima zote ukazisahau ili ukubali ukuwe mentored. Ni kwa sababu the spiritual things they are spiritually discerned. Mambo ya kiroho yanatafsiriwa kiroho. Ukikuja kwa Mungu hawezi ambia Mungu mimi nimesoma sana, sitaki, nataka hivi. Hapana. Ukiwa hata umesoma, when you go to our God you begin from class 1. Na hapo ndio Mungu anaanza kukumenta na nakutayarishia mtu. Na kama Mungu atakutumia na njia kubwa, lazima atatayarisha mtu ambaye anaitwa mentor, akuja kumente, akusaidie ukafika katika hatima yako. Jambo lingine ambao unafaa kufanya utakapokuwa ukitafuta mentor ama Mungu akikuelekeza kwa mentor, hii ndio mambo yale utaangalia. Jambo la kwanza tumesema ni someone who is experienced both spiritually and life wise. Mtu anaweza kuambia hiyo njia usikanyange, hiyo njia Mungu alinionya nisipite, na yeye pia nakuonya, kwa sababu itakuwa vibaya kama wapendwa tutasoma na vitabu zetu sisi wenyewe. Tunafaa pia tusome na vitabu vya watu wengine. Kama if somebody made a mistake, kwa nini ukanyange hiyo mistake alifanya na waste time? Kwa nini waste time? Na kuna mtu ambaye unaweza kaa chini akupatie experience ya maisha yake, akwambia usiwahi kama don't take a woman before you do a marriage. Kwa nini uchukue marriage and then you read from your own script? Utakuwa unafanya mistake, because the mistake that you have made as a person, wakati utakuwa mentor utafundisha watu wengi. Na Paul akaambia Timotheo, utakavyofanya hivi, akampatia mashauri, akamwambia wewe utajiokoa wewe mwenyewe na uokoe watu wengine. Kuna wakati mwingine utakaposikiliza ushauri na ukae chini ya mentor, utaweza hata kujiokoa wewe na uokoe watu wengine. So kwa hivyo lazima utafute an experienced person, a person that has the fear of the Lord. Huyu ndiye atakuwa mentor wako. Na nimekuambia kwamba mara nyingi Mungu atakuelekeza kwa jina, utaenda ukae chini yake. Wakati mwingine ni kwa ndoto, wakati mwingine ni kwa sauti, wakati mwingine ni njia Mungu atakayochagua, kwa sababu maandiko inasema katika kitabu cha Job ati Mungu hunena na ananena tena. So kwa hivyo Mungu atanena na kuelekeze. So kitu kingine ya kwamba huyu mentor, although nilikuwa nimeguza kidogo, ambaye utatafuta, lazima awe mentor ambaye ako na unquestionable character. Wakati mwingine Roho atakwambia kwamba
Wachana na huyo mtu, anaonekana ya kwamba amesimama, anaonekana ako salama, lakini ndani yake ni mbwa mwitu. Amevalia ngozi ya kondoo. Roho atakuelekeza katika ile njia atachagua, ama Mungu atakunenea. So kwa hivyo mentor ambaye unapelekwa ndani yake lazima kuwe na unquestionable character. Kuna watu ambaye lengo lao the end game ya mambo yote, kuna kitu wanataka katika maisha yako, na hii ndio imechukuliwa na manabii wengi wa uongo na madiviners ambao wamejaza watu wa Mungu, wameweka mahali pamoja. Sasa wanawafundisha mafundisho ya uongo, wanawapoteza zaidi, na unapata hao watu mwisho wa maneno wanakuwa watu useless. Mtu ambaye alikuwa na utume ndani yake, mtu ambaye alikuwa na ualimu ndani yake, mtu ambaye alikuwa na potential ya kiroho ya kusaidia hata watu, anakuwa useless. Na huyo mtu anaenda kutoka kule alikuwa pengine hata ameokoka, lakini akaanguka katika mikono ya watu ambao wangeweza kumenta, watu ambaye walimpatia wrong impression ya Mungu. Yani wakajua ati Mungu ni Mungu wa kukona watu, anaitisha vitu, ni Mungu wa kufanya makafara, mambo fulani ambayo ni machafu. So wakachukulia Mungu hivyo, na ndio wakati wanatoka katika mioyo zao, kwa sababu hakuna Roho Mtakatifu wa kuwatia nguvu katika chini ya mikono ya watu kama hawa. Watu hawa wanapotea katika njia, wanakuwa watu potovu na wanaingia katika mambo mengine mabaya, na hawa watu wafiki katika destiny zao. Ni kwa sababu watu hawa ni watu ambao wamepotozwa katika njia zote. Na ni vyema ya kwamba ukiomba, mpendwa, hata kama uko wapi, unaambia Mungu, nishikanishe na watu wazuri, nitenganishe na watu wabaya katika maisha yangu. Unaambia Mungu akupe watu watakao kusaidia. There are fathers and mothers that are prepared for your life, so that you can get into your destiny. Ndio ufike mahali Mungu amekutayarishia. Lazima Mungu ameweka mtu atakaye kufikisha mahali pale. Kuna mtu atakaye kushika mkono, hata kama umesoma ukasoma namna gani, hata kama umejazwa na Roho namna gani, lazima utashikwa na mkono na mtu. Tunamuona mtu kama Paul alishikwa na mtu alikuwa anaitwa Barnabas. Ni kwa maana Barnabas ndio mtu alitangwa Jones. Na huyu Barnabas alikuwa ni mtu ambaye anamuogopa Mungu. Na siku moja katika kitabu cha Matendo ya Mitume 4, maandiko inasema ya kwamba naye Barnabas aliweza kuuza shamba kwa sababu ya huduma. Naye Barnabas alikuwa ameheshimika, alikuwa ni one of the apostles. Na maandiko inasema aliweza kumenta Paul, akasaidia Paul. Ingawa kanisa lilikataa likasema huyu Paul ni muuaji, tunamjua kama muuaji, tunamuogopa. Lakini Barnabas akasema huyu amehubiri sana katika ujasiri wa Kristo na kahubiri Kristo. Tunamuona mtu kama huyo, na ni mtu ambaye alikuwa anamuogopa Mungu. Yes, alisaidia Paul akakuwa mighty man, lakini Barnabas hata hakufika mahali Paul alifika. Paul hata yeye mwenyewe anasema ya kwamba ati na mimi nilifanya mambo mengi, ingawa nilikuwa mdogo kwa hawa mitume. I was the least of the apostles, but I did mighty things, but not I, but it is the grace of God. Unapata ya kwamba wakati mwingine unakuwa chini ya mafuta fulani, chini ya mentorship fulani, lakini wewe mwenyewe unapozaliwa katika yale mafuta unakuwa mtu mkuu katika maisha haya. So tunamwona kama Ananias ni yule ambaye alitokewa na vision na Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9. Akaambiwa nimekutuma uende katika nyumba ya akamwambia uende katika mahali fulani kwa Judas, ambapo huyu mtu wa Mungu yuko Paul, umwekelee mkono. Na maandiko inasema ya kwamba alimwekelea mikono ili akamtransfer to another kingdom. Lakini from there hatukusikia mambo ya Ananias tena. Ananias tunamsikia tu hapo ama mahali pengine pamoja, lakini Paul ako mentioned. Sasa kwa hivyo wakati mwingine Mungu anataka upitie kwa mikono fulani, hata kama uko na anointing, ndio akuvukishe katika mahali pako ambapo Mungu anataka uwe. So kwa hivyo character kama hiyo lazima utafute mtu ako na character. Na Yesu alikuwa na bila lawama. Katika kitabu cha The Gospel tunasomanga Yesu Kristo vile alikuwa hakuwa na dhambi. So kwa hivyo sisemi ati katika dunia hii hakuna mtu hajatenda dhambi, lakini kuna mtu ambaye anamuogopa Mungu na anaogopa dhambi. Ingawa tulizaliwa katika dhambi, utatafuta mtu ambaye yeye mwenyewe hapendi mambo ya dhambi na karakta yake ni mzuri kama Yesu Kristo. Ndio aliweza hata kushika umati wengi, kwa sababu walipomtafuta, maandiko inasema walimtafutia makosa, wakamtafutia makosa na wakakosa. Na vile walifanya sasa wakamwekelea makosa. So kwa hivyo utakuwa na watu kama hao. Mtu kama Samuel ambaye nilikuwa nimemtaja hakuwa na makosa. Na maandiko inasema Samuel alipokuwa sasa akienda kuaga, aliita wana wa Israeli wote, akawauliza ni nani nimekosea hapa? Na maandiko inasema ya kwamba palikosa jambo lolote
ambalo ni mbaya Samuel alifanyia wana wa Israeli. Walisema hatuna shida na wewe, lakini watoto wako tuko na shida na wao. Ni kwa maana watoto wa Samuel walikuwa ni majudges, walikuwa ni waamuzi katika Israel, na walikuwa wajaenda katika njia za Samueli. Lakini Samueli mwenyewe alikuwa ni mtu ambaye alimpendeza Mungu, na aliwaita wote akasema, kuna punda ya mtu niko nayo, kuna kitu cha mtu niko nacho, na ikakosa. Akakosa, hakuna mtu alikuwa na makosa. Na mtu mwingine ni katika kitabu cha Luka tunamwona mtu ambaye alikuwa Hana na Simeon. Hao ndio walimpokea Yesu Kristo katika madhabahu katika nyumba ya Bwana. Na watu hawa, mtu kama Hana, mume wake alikufa wakiwa katika ndoa miaka 7. Na maandiko inasema ya kwamba kutoka hiyo miaka 7 aliremain kuwa mjane. Akakuwa mjane hiyo miaka yake yote mpaka akafika 80 years. Akafika 84 years. Na alipofika 84 years hakufanya dhambi, alikaa katika nyumba ya Bwana. Watu kama hawa ndio waligotewa wamkaribishe Yesu Kristo katika dunia na katika hekalu, wamweke wakuwe mentor akiwa mdogo, wanene maneno katika maisha yake. Na pia Simeoni ambaye sasa aliambia Mungu, sasa naweza nikapumzika, nimemuona Mwokozi, kwa maana alikuwa ameahidiwa na Mungu, we hautakufa paka uone Mwokozi. So katika maisha haya you need a mentor that is God, that has a good character, ambaye atakichunguzwa hapatikani na makosa. Si mtu ambaye ako na makosa hapa na pale, si mtu ambaye hamuogopi Mungu. Jambo lingine ninazidi tu kunena character of a mentor, yule mentor ambaye utakayetafuta. Jambo lingine ni mentor ambaye anamuogopa Mungu, that has feared God. Hata kama yeye ni mtu wa ulimwengu, hata kama haujaokoka, hauwezi ukapendezwa na mentor ambaye tabia yake, integrity yake iko ni questionable. Mtu ambaye hamuogopi Mungu, pengine anaenda kufanya vyovyote dunia inafanya, huyo hawezi kuwa mentor wako hata kama hujaokoka. Hata kama si about the faith, hata kama si about salvation. Ukipata mentor ambaye hana mwelekeo, ni mwizi, ni conman, sasa mentor kama huyo atakusaidia namna gani? Atakuweka roho mgani? Of course akikuja kuambia uibe na ufanya vyovyote, atakufundisha tu vizuri, lakini tabia iliyo ndani yake, the integrity in him has no fear of the Lord. Na maandiko inasema the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Kwa hivyo hana spiritual wisdom, na kama hata kuelekeza katika njia za Bwana, za kumcha Bwana na za kutafuta Bwana katika wakati ule unafaa, wewe utaanza kufanya mambo mengine. Na niseme ya kwamba the spirit that is in your mentor is what you be impacted with. Yule roho akotini ile mentorship una receive, whether ni in conferences, whether ni in the church, hizo vitu ndio utakuwa zinakaa ndani yako. Na tunaona ya kwamba Elisha alipatiwa double portion. Aliweza kubehave kama Elijah. Namna gani? Alienda katika Jordan akaeka ile nguo yake, hiyo manto alipatiwa, kaifanya hivi, na sio tabia Elijah. Ukimfuata kuna mambo alifanya Elijah, na roho wa Elijah akakuja mara mbili ndani yake. The Bible says, and Elijah akamwambia, kama utaniona nikienda juu, then you will receive a double portion. Kwa hivyo hata you even receive double or 4 times of what the mentor has. Kwa hivyo kama alikuwa na kitu kama immorality, you get it 4 times. And that's why generations zetu tunazaa zinaenda zikikua deep, the technology and everything. Generation yetu tunafundishwa hii technology kama ya computer ni kitu ilikuja tu, ni idea ndogo. Computer za kwanza zilikuwa kubwa ambao mtu angeingia ndani yake, lakini sasa unapata zile ziko paka kwa simu. Sasa wanatengeneza za simu ni watoto ya wale watu walikuwa watengeneza computer kubwa, watoto wa kiroho, watoto waliokuwa hata mentored, ati mnafaa kufanya hivi. Hata katika dunia hii mambo mengi, hata mahubiri siku zetu zimepanda, si kama mahubiri ile siku ya kitabu tunaifanya sasa online. Lakini kitambo lazima ungetembea sana mbali ukieneza injili. Ile Yesu Kristo alisema ya kwamba mwende mtaongesha miguu kama hamtapokelewa. Lakini siku hizi hata bila sasa kupokelewa kwetu ni online. Utatupokea online ama utakatu reject online. So tunapata ni mambo, wale mentor wanapata more anointing, more liberation ya mambo ambayo walifundishwa. Na watu ambao walikuwa na God fearing, hapa nitataja wawili ninapoingia kwa maandiko moja ama mbili. Ni watu kama David na Abraham. David alimuogopa Mungu sana. Ingawa David alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatenda dhambi sana, the Bible says alikuwa anamuogopa Mungu. Na njia moja kuonesha unaogopa Mungu ni kukuwa na repentant heart,
moyo ambao unatubu sana, moyo ambao uko na conscience ya kuwa ya kwamba unasikia vibaya ukitenda dhambi. Yani huo moyo ambao unanyenyekea na kubondeka, huo ndio moyo ambao mentor anafaa kuwa nao. Moyo ambao unamuogopa Mungu, moyo ambao ni wa kunyenyekea na kusikia ya kwamba umetenda dhambi. Jambo lingine, mtu mwingine ni Abraham. Alimuogopa Mungu, hakuwaibishana na Mungu. Mungu alipomwambia nitolee Isaac, alikubali. Nimefika mahali pengine, wacha kwanza before nifike hapo, ya mwisho, point ya mwisho ni ati someone with a vision. Lazima ukue mentor wako kana vision. Na nitasoma maandiko katika 1 Timothy verse 12 tuone vile mtu ambaye anaitwa somebody called Timothy, what happened to Timothy, na Paul alimwambia nini. Nitasoma katika kitabu cha 1 Timothy 4:12 na tuone alimwambia nini. Lakini Biblia inapofunguka niseme ya kwamba ni someone with a vision. Ili someone with a vision na kuwe mentor wako. Sasa si lazima utafute mtu akona mwelekeo. Kwani utamta hata kuelekeza kama hana mwelekeo. You have to be led by someone who has a vision. So kwa hivyo 4:12, 1 Timothy 4:12. Timothy alimwambia namna gani huyu mtumishi wa Bwana? Akamwambia Timotheo katika 1 Timothy 4:12, ati mtu yeyote asiudharau ujana wako, mbali uwe kielelezo kwa wauminio katika usemi, mwenendo na katika upendo na imani safi. Sasa ni Paul anamwambia Timothy usidharauliwe. Unahitaji mentor ambaye anakuambia be strong, do not be despised by anyone. Hata kama haujui kusoma Bible vizuri, hata kama haukusoma, usidharauliwe. Iwe na mentor ambaye anaweka roho, spirit ama life in your life. Anakuweka moyo, anakutia moyo. Na huyo mtu ndio unahitaji. Unahitaji, nasema kwa Kizungu, let no man despise your youth, but thou be an example to believers. Yani ukue kielelezo kwa waaminio. In what? Katika maneno yako, katika mienendo yako, katika upendo na katika roho na imani na katika usafi. So kwa hivyo unahitaji mtu ambaye atakwambia uwe msafi wa moyo. Unahitaji mtu ambaye anakuambia uelekezwe katika njia za moyo. Na mtu ambaye ako na maono pia katika kitabu cha Habakuk 2 verse 2. Habakuki 2:2. Huu ni pia ni mambo ya maono ambao maandiko inasema ya kwamba speaking about vision. Habakkuk 2 verse 2, I will read there. Maandiko inasema ya kwamba, and the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that he read it. Kwa hivyo unaambiwa andike vision hii, na namba kubwa ni kwa sababu katika maisha ya mwanadamu lazima awe na vision. So kwa hivyo lazima ule mtu ambaye anakuelekeza awe na vision. Na kukuwa na vision ni kusema ya kwamba ako na maono, ako na mambo ambayo amepanga, ako na mission katika ya maisha. Hakai tu ovyo ovyo, ni mtu ako na malengo ya maisha. Huyo ndio mtu ambaye atakayekuwa your mentor. Na maandiko inasema katika Numbers 12:6, ati kama kutakuwa na nabii ndani yenu, mimi nitamnenea usiku na nimueleze mambo yote. Sasa kwa hivyo lazima uwe na mtu ambaye ni mentor wako, ambaye ako na uwezo wa kusikia Mungu, ako na uwezo wa kutumwa na Mungu kwa sababu yako. Kama vile nabii kijana alitumwa, lakini naye hakuwa na maono, he had no vision. Ni kwa sababu yeye alikompromisiwa na nabii ule mzee. Nabii kijana alitumwa na kaambiwa usiseme, usiongee sana na usile. Lakini sasa yeye hakuwa mentored na mtu. Atukiambiwa na Mungu kitu lazima uitimize to the letter. Hakuna mtu ambaye alikuja kummentor, and that's why he made mistakes. So if you are not mentored, you will make mistakes in your life. You will make mistake in your life. You need a mentor so that you cannot be making mistake. Mpendwa, kama hautakuwa na mentor katika maisha yako, utafanya mistakes mingi sana. Kama hiyo nabii kijana alifanya tu mistake moja tu kwa sababu hakuwa na mentor ambaye amekuja akamsaidia. Na siku zetu Mungu ametusaidia, tumekuwa na mentors. Katika makanisa zetu tunafundishwa jinsi vile ya kuishi, jinsi vile ya kusikiliza Mungu, jinsi ya kuomba, jinsi ya kufunga. So you need a mentor in your life. If you don't have a mentor in your life, you will perish. Kila mmoja anahitaji mentor
na unahitaji mentor ambaye ako na vision, ambaye ako na maono. Atakwambia sasa, kijana wangu, ninaona kwa umbali wewe utapotea, ninaona ukuja katika maombi, naomba ufunge, usihi Bwana sana, ni kwa sababu kuna mipango mibaya inapangwa juu yako. You need somebody who has a spiritual eyes, ambaye atakuwa your mentor, akuja kumente. You need somebody who has spiritual ear, kama Samueli, asikie Mungu, akuja kuambia that it is well, it shall not be well if you don't pray, akuja kuambia kwamba you need to do this and that. Mtu ambaye atakuwa na vision, mtu ambaye ataona hapo mbele mahali huwezi ukaona. Unaona muda unaenda, lakini nitasema requirement for a mentor. Nitachukua hizo dakika 6 nizitaje tu, kwa sababu muda ule niko nao umeisha. Requirement for a mentor. Mentor anafaa kuwa the number 1. Mentor must be teachable. Mentor must be teachable. Mtu ambaye anafundishika, mtu ambaye haulizi maswali, mtu ambaye bishani na mwalimu, mtu ambaye ako ready, mtu ambaye ako teachable, ni mtu ambaye anakuja wakati ule unafaa na hachelewi na anashirikiana na mshauri wake. Number 2, mentee ama mtu ambaye anafaa kuwa mentor ni mtu ambaye anafaa kuwa na imani. Lazima kuwa na imani, hata kama mambo yanakaa makubwa, utafundishika. Unasema utafundishika. Unaambia Mungu, najua niko na imani ya mambo utayashika. So you have to have faith that whatever you are being taught you uta receive. Na kukuwa na faith ni hiyo interest kubwa, unaanza kuwa na kitu na tumaini na kitu sana. Kitu kingine, lazima kuwe diligence. Diligence ni kusema kwamba lazima kama mtu ambaye ako mentored ukuwe na bidii ya kusikia. Lazima kuwe na bidii ya kusikia vile unaambiwa, lazima kuwe na bidii ya kufundishwa. Na bidii ni kusema kwamba wakati ule wote unafundishwa, una bring to practice kila jambo ambalo umefundishwa, unalichukua kwa uzito na kulifuatilia. Yale mambo unafundishwa unayafuatilia. Na kama ni mahubiri kama haya, unaenda kwa verses ya kubuild what you have been told. Hiyo ndio diligence, bidii ya kushika hiyo mambo umefundishwa. Jambo lingine ni vision. Lazima uwe na vision. Unataka kuwa nini? Unataka kufundishwa kuhusu nini? Maono yako ni magani? Na ukuwe pia na mission. Uko na mission gani? What do you want in this life? Kwa maana maandiko inasema ya kwamba when God called us, he also predestined us. Alipotuita Mungu, alituweka katika hatima yake. Alitupangia maisha. Utafute kujua what is your mission on this earth. Mungu alikuita kwa nini? Kwa nini Mungu amekushirikisha? Kwa nini Mungu alikuokoa? All this lazima ufuatilishie. Kitu kingine kama mentor, lazima uwe patient. Unajua wakati unatengenezwa ama unasaidiwa katika mentorship, lazima uwe mvumilivu. Pengine mentor wako ni mkali, lakini ako na Mungu. Unajua watu wakali pia, mtu anaweza kuwa mkali lakini ako na Mungu. Kama Musa alikuwa hot tempered, alikuwa anakasirika haraka, lakini alikuwa na Mungu. Alikuwa na Mungu. So kwa hivyo lazima kuwe na patience. Kwa maana mentor wengine watakufukuza paka darasa. Watakwambia usiende paka ufanye hivi. Na usikasirike, wewe mtu ambaye ako na patience, mtu ambaye ako na perseverance, mtu ambaye anaweza ngojea paka atengenezwe chini ya huyu mentor. Jambo lingine, mentor lazima kuwe obedient na lazima kuwe humble. A mentor must be obedient and humble. Obedient and humble ni kusema ya kwamba utakapoelekezwa na mwelekezi wako, utakubali kuelekezwa. Utakapofundishwa, utakubali kufundikisha, kwa maana moyo wako ni humble. Unajua na moyo humble, ufundisha yale. Unajua sometimes unaambiwa yale the things that you already have heard ama the things that you know. Na ukiambia hivyo utaanza kusema huyu mtu ananifundisha tu yale mambo mimi najua. You need to be humble, so because kwa hizo mambo ambayo unajua, unapoambiwa tena na tena, imani yako inaongezeka. Kwa maana maandiko inasema ya kwamba that faith comes by hearing and hearing the word of God. Kwa hivyo ukiambiwa mara nyingi mambo fulani, imani yako inaongezeka. Na uambie hata sisi tunahubiria mambo tunajua, Bibles that we have read, scriptures that we have read, na tunasomewa tena, but you need to sit down and hear them, because a mentor is speaking. And when the mentor speaks, your life will change. When you listen to a mentor in patience, in humility, God will use them to transform your life. Pendo, sasa ningetaka tunenee hali fulani the next 2 minutes, na Mungu atatusaidia. Tunenee mentors mahali walipo, wakaanza kututafuta. Mungu atakatuelekeze na mentors. Father, in the mighty name of Jesus,
I thank you Lord, na kushukuru Jehova kwa maana unastahili, kwa maana yeye ni Mungu pamoja nasi. Baba, naomba asubuhi ya leo mahali washauri wetu walipo Jehova, ukaweze kuturoketia, ukaweze kuwa connect na watu wako Bwana. Kuna watu ambao wamepotea katika maisha haya ni kwa sababu Bwana hawana washauri. Washauri waliokuwa nao sio ukweli, ni umbwa mwitu Jehova. Naomba Jehova ukawaokoe katika mikono ya watu wabaya, ukawashikanisha na watu wazuri katika jina la Yesu. Na waombea kibali Bwana, na waombea neema asubuhi ya leo. Connect them Jehovah God with people that you can use spiritually, people that will hear your voice. Watu kama Samueli wa siku ya leo, watu kama Paulo ya siku ya leo, katika jina la Yesu. Naomba Baba neema yako ikaweze kuwasaidia Bwana. Wengine wamepotea pale, wamekosa washauri. Naomba Roho Mtakatifu akawanoketa, akaweke under the mentorship of a good man, of humble men, of spiritual men. In the mighty name of Jesus, we request Jehovah God, we beg you Jehovah God, we humble before the presence that you'll do this in the mighty name of Jesus. Even as we believe Jehovah God, utawa connect na watu wazuri na watu wamejawa na Roho. In Jesus name we pray.